the word of the Lord. Tuingie katika neno la Bwana. I will take the shortest time I can. Nitachukua kipindi kifupi niwezavyo. I finish on a subject I began some time ago. Nimalizie somo funzo ambalo nilianzisha hapo. Enemies of divine possession. Enemies of divine possession. Deuteronomy chapter 7 verse 1. Kumbukumbu la Torati 7 mstari kwanza. Let's go very fast. 1, 2, 3, read with me, my brothers and sisters. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittite, the Girgashite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivites, the Jebusites, 7 nations larger and stronger than you. Verse number 2 says, and when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally, make no treaty with them, and show them no mercy. Tell somebody, your possession has enemies. Tell them you will never achieve anything. You will never achieve anything until you fight. And you destroy the enemies of your possession. Amen. That is the way it is today. Hivyo ndivyo ilivyo leo. In the year of divine elevation, katika mwaka wa kuinuliwa kiungu, God is ready to bless us. Mungu ako tayari kutubariki. But we must fight the enemies of our possession. Lazima tupigane na maadui wa milki yetu. And there are actually 7 of them. Na wao ni 7. And they are recorded in the Bible. Wamenakiliwa katika Biblia. We have the Hittites, the Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzite, Hivites, Jebusites, 7 strong and larger nations. Mataifa 7 makubwa na yenye nguvu kuliko nyingi. I said, nikasema, in ancient times, katika nyakati za kale, people gave an approach in naming tribes or communities. Watu walipeana majina kwa jumuiya ama kabila, because of certain trail of characters that they portray. Kwa sababu ya aina fulani ya tabia walizokuwa nazo. Or the tradition they carried or the occupation they did. Ama tamaduni walizokuwa nazo ama kazi zao. And the researchers, they explain the meanings of these names, and that is and in that way we are able to know the nature, the character, that comprises of the people and bearing their names. Na wadadisi wamegundua majina haya na kutupa maana kuhusu mataifa yaliyowamiliki na tabia zao na kazi zao. Because names are very powerful. Kwa sababu majina yana nguvu mno. When you come to the Hittites, unapokuja kwa Wahiti, I say that word means terror. Nikasema lile jina linamaanisha kutisha. Terror, kutisha. They were giants, walikuwa majitu, who brought fear, walioleta hofu, confusion na kuchanganyikiwa, and discouragement, na kuvunja moyo to others. Kwa wengine. You need to understand, unahitaji kuelewa, for any divine possession that God has for you, kwa milki yoyote ya kiungu ambayo Mungu anayo kwako, you got to fight the Hittites. Lazima upigane na Wahiti. You got to fight the spirit of terror. Lazima upigane na huyo roho wa kukuhofisha. The devil wants you to be terrified. Shetani angependa uwe na hofu, and you run away, na ukimbie from your possession, kutoka kwa miliki yako. And the Bible is clear, na Biblia iko wazi, when it comes to deal with the spirit of terror, inapofika kupigana na huyu roho wa kutisha. Proverbs 29 verse 25, Mithali 29 mstari 25, it says, unasema hivi, Proverbs 29:25, 29:25 Mithali, the fear of man will prove to be a snare, kule kuogopa mwanadamu kutakuweka mtegoni, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Lakini yote anayemtumainia Bwana yuko salama. Psalm 91 verse 5, Zaburi 91 mstari wa 5, Psalm 91 verse 5, Zaburi 91 mstari wa 5, you shall not fear the terror of the night, hautaogopa hofu ya usiku, nor the arrow that flies by the day, ama mshale unaotembea mchana. I prophesy to you, ninakutabiria, you shall not be terrified. Whatever terror that is intended to come your way, vitisho vyovyote ambavyo vimekusudiwa vije kwako, be it in your place of work, mahali pa kazi, in your business, biashara ni in mwako, your marriage, ndoani mwako, God will keep you safe and secure from the spirit of terror.
salama na akuondoe katika roho. You shall not be terrorized. Hautatishwa. Because from the word terror we have the word terrorism. Kwa sababu kutoka kwa hilo jina terror tunanena there are people who are experts in terrorizing others. Kuna watu ambao wana umaarufu wa kutisha wengine na kuwahofisha. But may the Lord keep you from the spirit of terror. Mungu na akuokoe kutokana na huyo roho wa kutisha. Amen. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Mambo ya pili ya Nyakati 20 mstari wa 15. 2 Chronicles chapter 20 verse number 15. Mambo ya pili ya Nyakati 20 mstari wa 15. He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, it belongs to God. You shall not fear the terror that hautaogopa mabishano. Amen. Number 2, we have the Girgashites. Pili tuna Wagirgasha. That word I said, it means turning back. Nikasema lile jina linamaanisha kugeuka. These are people who turn back and they leave you. Ni watu wanao kugeuka na kukuacha. You start a journey, mnaanza safari, and at a given point they turn back. Mahali fulani wanageuka. You get into marriage, mnaingia katika ndoa. At a given time the marriage breaks. Mahali fulani ndoa inavunjika. You start a relationship, unaanza uhusiano. At a given place the man leaves you. Mahali fulani yule jamaa na kuacha ama yule msichana. You start a business, unaanza biashara. At a given point the business partner runs away with your money and whatever, and the enterprise is broken. Mlioshikana katika biashara na kimbia na pesa na ile biashara inaanguka. Wagirgasha. There are people who turn back. Ni watu ambao hugeuka, hugairi. Watu vigeugeu na waliibiwa vigeugeu wanakugeukia vigeugeu hawa vigeugeu they are the Girgashites. Ni Wagirgasha. They are the Girgashites. Ni Wagirigari. Their work is to turn back. Kazi yao ni kugeuka. Are you hearing me? Unanisikia? How many are they? They lived in clay houses. Wanaishi katika nyumba za udongo za meaning that they are never stable in their mind. Kumaanisha kwamba mawazoni mwao hawajatulia. They are not stable in their mind. Hawajatulia katika mpangilio wa mawazo. These are your enemies. Ni waadui wako pia. Because they want to destabilize your life. Sababu wangependa kuvuruga maisha yako. They want to destabilize your faith. Wanataka wavuruge imani yako. To destabilize your values. Wavuruge mambo ya muhimu kwako. They want to destabilize your base. Wavuruge msingi wako. You can never do anything constructive with them. Hauwezi fanya chochote cha muhimu na wao. The worst thing you can do, jambo lile ambalo unaweza fanya, to end up in the hands of Girgashites. Kuishia katika mikono ya Wagirigari. Because you can be sure they will turn back and leave you. Kwa sababu hakika ni kwamba watageuka, watakuacha. Especially at the time when you did the most. Hata wakati ambapo unawahitaji mno. People that are double-minded. Watu ambao ni mawazo mbili. Vigeugeu. May God keep our young men and our young girls from Girgashites in their relationship. Mungu ahifadhi vijana wetu. Usije ukaoa ama kuolewa na Mugirigashite. Ni Mugirigash. Watu vigeugeu. Vigeugeu. Double-minded. Watu wa vigeu. Who are unstable in anything they do. Watu wanayumba. These are people. Ni watu. You tell them on Friday, Ijumaa, we shall go somewhere. Tutaenda mahali. On Wednesday you call them. Wednesday bado tunaenda. Friday morning. Wanakwambia, pole. Nilisahau kukuambia ya kwamba kulitokea jambo la dharura, nikaona sitaenda. Surely. Hakika. You have waited for 1 month. Mwezi mzima. On Wednesday you proved that you are still going. Wednesday ukahakikisha you are umegeuka. Ijumaa ndio mambo yamekuja. Wewe ni Mugirigasha. Wewe ni Mugirigasha. You are just a good Girigashite. Wewe ni Mugirigashite mzuri sana. Without doing any agriculture, you are a Girigashite. Wewe ni Mugirigashite vile hata hujatuambia. Kwa ambaye hawezi jisaidia. Once you realize somebody ni vigeuge, wachana na wao. Haraka. Have nothing to do with them. Don't do any deals with them. Usije na biashara. If there was a relationship and you realize the man or a girl is a Girigashite, wachana na yeye mapema. Atakuacha kwa mataa. They will come and tell you. Mimi sijui ni nini kilifanyika, but I feel like I don't love you anymore. You don't love me anymore. After hiyo muda yote. After 10 years of marriage, you don't want to love me anymore. The love is gone. Upendo ni kama umeisha. You don't know what happened. Haujui ni nini. You just don't feel me. Unasikia unifeel. You don't feel me now. Unifeel. After 10 years. Shindwe. Shetani ibilisi pepo mbaya. Girigasha. Roho ya Girigashite. We break that spirit in Jesus' name. We break that
Spirit in Jesus Tunakuja name. hiyo roho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. The Bible is clear. Biblia iko wazi. Let your yes be yes. Wacha ndio yako iwe ndio. And let your no be no. Na wacha la yako iwe la. Kwa mtu kigeugeu bwana. Wacha kuwa mtu wa duma kuwili. This life requires straightforward people. People who you can take their word to the bank. Watu ambao unaweza chukua neno lao kuwa neno la kimsingi. In the ministry we meet those people every time. Katika huduma tunakutana na wale watu kila wakati. Pastor, tuko na wewe. Oh, tuko na wewe. Tuko na wewe pastor. Simama na wewe. Tutasimama na wewe. Hii church tutajenga. Ile tutajenga pastor. Ile tuko na wewe. Ile tutajenga. Tuko na wewe pastor. Before you realize unadili na magirigasha. Kabla ugundue. Utajiongeresha. May you never put your trust in men. Put your trust in God. Weka tumaini lako Put your trust in the living God. Tumaini lako liweke He is the only one who never changes. Yeye ndiye wa pekee, habadiliki. Amen. Amen. But even when we change as human beings, let our change be noticeable. Let it be genuine. Ya maana. Yeah. Mabadiliko ya maana. Ya ujinga. Ya unawacha mtu wakati na kuhitaji. James 1:8. Yakobo 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Mtu wa mawazo mawili mkigeugeu, yeye hana udhabiti katika kila kitu anachofanya. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Verse 7. Let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Mtu yule asije akafikiria. Isaiah 28 verse 16. Isaiah 28 mstari 16. Isaiah 28 verse 16. That says the Lord God, behold, I am one who laid as a foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes in him will not be in haste. Amen. Amen. Number 3, we talked about the Canaanites. It's just a very quickly. Yeah. It means merchants of humiliation. Ya tatu tukaongea kuhusu Wakanaani, tukasema ni watu wa These were kukufedhesha. financial giants. Wao walikuwa mabingwa wa kifedha And they were motivated by greed. na walikuwa wanatamaa na urafi And accumulation of other materials. na kuweza kumiliki na kujichukulia mali hapa duniani. Merchants of humiliation. Wao walikuwa ni watu wa kuwadhulumu wengine. They do business by humiliating other people. Wanafanya biashara kwa kudhulumu wengine. And I gave example, the so-called what? Shyrox. Na nikapeana mfano wa mashairox. People who want today, Leo. they promise you money. Anakuahidia pesa. And then 1 to 2 weeks later, Wiki mbili your baadaye house has nothing. nyumba They have taken the jiko, the sofa set, the bed, the whatever. amechukua jiko, amechukua Imagine kitanda, mpaka bagi ya watoto. bagi ya shule ya mtoto. Bagi ya shule ya mtoto imebebwa na hapa Shairo kwa anaenda ya shule ya mtoto. Humiliation. ni kudhurumu. Humiliation. Ni kukudhurumu. Hujawahi kuwa humiliated? Hujawahi dhurumiwa. I'm telling you. Na kufedheheshwa. Mwanaume mzima na watoto wake wanatolewa nje. Dhulma. I declare you shall not be humiliated in Jesus' name. We bind the spirit of humiliation in Jesus' name. Funga roho wa kudhurumu katika jina la Yesu. Whoever would desire to humiliate you, may they be humiliated by the spirit of the living God. The spirit of humiliation is hereby broken in Jesus' name. Imevunjwa roho ya dhuluma katika jina la Yesu. Amen. Amen. How many are with me? Bwana asifiwe. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bwana asifiwe. Yeah. You got married and then all of a sudden this man decided Jamaa. na kunanyesha toka nje. Unaenda wapi? Toka sikutaki. Anakutupia suitcase nje. Na mvua anafuka mlango. Mvua ikinyesha. Yeah. Na kuna giza. Mtu anaitwa mtu. Mtu saa hiyo na ni mtu mumekaa na yeye. Fanya hivyo mtu. Hiyo maroho ya humiliation, maroho ya kudhurumu ishindwe kwa jina la Yesu. We break them in Jesus name. Tunayavunja. Wewe ni mwana wa ufalme. Hallelujah. Wewe si mtu wa kudhurumiwa. Humiliatiwa kiwango hicho. In Jesus name. Bwana asifiwe. Hii madharau dogo yote itumeivunja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Paka hii madharau ya kutupiwa maji kwa barabara na watu wa magari. Unaenda vizuri, ulikuwa umevaa. Unatoa na huko na nguo ya white. Unashindwa urudi nyumbani. Ama uende mahali ulikuwa unaenda. Unashindwa ufanye nini? Hiyo madharau hiyo. Madharau mbaya. Na kutukana na makanga kwa matatu. Sasa wewe mama umenona, utalipa vya watu wawili. Hiyo madharau hiyo. Madharau hiyo.
Anapanga na ni kijana mdogo. Anaongea kama hiyo. Anatusi tu watu. Madharau tu mbaya. Tunaikataa. Na maofisi hizi. Na kumwagikiwa na chai kwa hoteli. Mtu anakuja na bilika kuwekea watu chai, anamwekea, anaacha kikombe hapa, anakumwagia chai kwa nguo. Anakumwagia chai kwa nguo. Unashindwa. Sasa nikuwa niwede wapi? Sasa hiyo humiliation tunaivunja kwa jina la Yesu. I say you shall not be humiliated. Yes, roho yoyote yenye imekuotea, roho yoyote imekuotea, ikiwa na nia ya kukuhumiliate, leo tunaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Somebody say I shall not be humiliated. I shall not be humiliated. Somebody say spirit of humiliation. Spirit of humiliation. Get out of my life. Get out of my life. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In Jesus name. In Jesus name. Amen and amen. Amen. Unaenda supermarket, unabeba vitu na troli. Inakuja inahesabiwa, unaingia mfuko, huna pesa. Haitoshi. Huna pesa. Vitu zinaanza kutolewa. Vitu yenyewe ni 4,800 na uko na shilingi 3,200. Vitu zinaanza kurudishwa. Unaambiwa chagua yenye unataka irudishwe. Na kwanza mwenye yako pale na yaani mama ulikuwa unatoa vitu kama ulikuwa unasikia ate supermarket inaisha. Ulikuwa umefikia ni supermarket inaisha. Unatufanyisha kazi ya bure. Hawa watu wote wamepanga line na wewe unatuwekea hapa alafu unatuwestia time. Unasikia watu unaangalia wale watu wako nyuma yako. Unasikia humiliated. Na wewe na starehe zako na heshima yako inavunjwa inakuja inaisha. You shall not be humiliated. May the spirit of humiliation be broken. Yes. Chochote kimenuia, mtego wowote wenye umewekwa mahali ili baadaye uishie kuwa humiliated, tunauvunja kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Somebody say I shall not be humiliated. I shall not be humiliated. In Jesus name. In Jesus name. Amen and amen. Amen. Say my children shall not be humiliated. My children shall not be humiliated. My husband shall not be humiliated. My husband shall not be humiliated. My wife shall not be humiliated. My wife shall not be humiliated. And I prophesy to you as your pastor, you shall not be humiliated in Jesus' name. I remove the spirit and the covering of humiliation. Now, you shall be celebrated and not humiliated. I say, you shall be celebrated and not humiliated. In Jesus' name. You shall be celebrated and not humiliated. In Jesus' name. Wherever you go, you shall be a celebrity. Popote utakapoenda utakuwa wa kusherehekea. People shall make room for you. Watu wataamka viti ndio ukalie. Na watu wakiamukia kiti ukalie kalia. Hapana sema hapana, wewe wacha tu nikae tu hapa hapana. Wewe mama kuja ukae hapa mbele. Hapana wachaneni na mimi. Wacha hiyo maneno. Kama Mungu ameamua kukutii, kukuweke, kukuinua juu, na wewe inuka. Kama Mungu ameamua ukae kiti ya mbele, kaa kiti ya mbele. Hapana anza kupeana vijisababu. Hapana, wacheni tu mimi nitosheleke. Acha toshereke tuna hapa. Ati unasikia aibu kupelekwa kukaa mbele. Na unataka Mungu akuinue kitu gani? Kwani kuna kuinuliwa kwingine? Si ndio huko? Bwana asifiwe. Amen. Mtu akikupea nafasi na kwa barabara na gari anakuambia pita, usimwambie hapana. Pita. You just pass. Yes. Mtu akiwa na gari amesimamisha gari anakuambia close the road. You close. Usifikiri ni mtego ati unataka wewe ukuje alafu akukanyage. Hapa kuna mtego. Hapa kuna mtego. Mimi naogopa watu wanaweza kukwambia upite. Kumbe anania. Sasa kuna mtu unaaminiki, uamini watu. Sasa wachana ile maneno nimeona hii Nairobi. Nimeona watu wakipewa jia alafu wanakanyagwa. Okay. May God help you. Mungu akusaidie. Number 4. Ya 4. The Amorites. Waamori. Are you ready for this? Uko tayari kwa hii? I want to finish this very fast. The next 4. Very fast. Nitamaliza yote. Sitaki kubakiza. The Amorites, listen to this and you you better write. Waamori sikiza andika. They were arrogant people. Walikuwa watu watukutu, boastful, wa kiburi,
in their speech, katika maongeo yao, who are always challenging others. ambao kila wakati ilikuwa ni kuchangamoto wengine. They had very high self-esteem. Walikuwa na kiburi cha hali ya juu na kujiona kwa bora. Pride. Na kiburi. And led to finding fault in others. Na sasa hili waongoza kuona tu makosa ya wengine. Let me repeat. Nirudie. The Amorites, Waamori, they were arrogant people. walikuwa watu watukutu, Boastful. wenye kiburi In their speech. katika maongeo yao. They were always challenging Kila others. wakati walikuwa wanawachanga moto wengine. People who don't find any good thing in you. Watu ambao hawapati kitu chochote kizuri ndani yako. They look at you like they are looking at grasshopper. Wanakutazama ni kama wanatazama nzige. They look at you, they Sasa wewe ni nini? what are you, man? Sasa wewe ni nini wewe? Hey, jamani. Is this a suit? Hii ni suti. Is this a suit? Hii ndio mnaitaka suti. Hey, Hey, bwana I'm wewe. telling you, Nakwambia brother. there are suits. Kuna hizo suti. Is this a car? You are driving a car? Sasa hii ndio unaita gari. A Probox. You call a Probox a car. Unaita Probox gari ndugu. Don't you know there are cars and machines? Je, haujui kwamba kuna magari na kuna mashini? By the way, I'm not talking about anybody. Siongei kuhusu mtu yeyote. May God deliver me. Mungu anikomboe. Please, I'm not talking about anybody or anything. I'm talking only about the armor. The Amorites. Umenielewa? Amen. Munielewe vizuri. Ni Naongea kuhusu armor. roho ya Waamori. Let me repeat who they were. Wacha nikurudie Sasa nisipite hiyo barabara. They were arrogant people. Walikuwa watu wenye kiburi, Boastful. wenye kujitapa, Boastful. wenye kiburi, kujigamba. They were always challenging others. Kila wakati ni kuchangamoto wengine. They had high self-esteem. Na ile hali ya kujiamini sana. Kujisikia. Kujigamba. Hiyo. Pride. Wenye kiburi. And led to finding fault in na other sasa people. Hiyo ikawafanya kila wakati wanaona makosa ya wengine. If you meet with an Amorite, ukikutana na Muamori for 5 minutes, dakika 5, by the time you are leaving, unajisikia kama umenyeshewa. Wewe unajisikia you kama feel kuku, like you are finished. Ni kama kuku imemwagiliwa maji hata sio kunyeshewa. You are nobody, you have done nothing. Wewe ni nothing, you are pure, unafanyaga finish. Githegethege mututu watho. Wewe ni bure. Toho mutheri. You are not supposed to talk where people are talking. Haufai kuongea mahali watu wanaongea. They are the people. Wao ndio watu. And as a result of that, they put that arrogance. Na sasa kule kile kiburi, they dominated people. Wakawa wanatawala juu ya watu. Now listen to me, brethren. Nisikizeni wapendwa. God hates the spirit of arrogance. Mungu anachukia roho wa kiburi. Psalm 5:5. Zaburi 5:5. Psalm chapter 5 verse 5. Zaburi 5 mstari 5. Everybody read with me if you can. 1, 2, 3. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. Amen. Amen. Psalm 119:78. Zaburi 119 mstari wa 78. Psalm 119 verse 78. Zaburi 119 mstari wa 78. 1, 2, 3 read with me if you can. May the arrogant be put to shame for wrongdoing me without cause. But I will meditate on your precepts. Amen. God hates arrogance. Mungu anachukia kiburi. Arrogance. Kiburi. Arrogant. I know you know what I'm saying. I know you have ever met with arrogant people. Ushai kutana na mtu mwenye kiburi. Arrogant. Watu wa kujigamba. Arrogant. Watu wa kujigamba na kiburi. Anything they have is very precious. Chochote walicho nacho ni cha dhamana. You see this my watch. Wewe unaona hii saa yangu. It has some megapixels. It is important. It is the Swiss made. Hii imetengenezewa Uswizi. Hii. Yeah. Including my socks. Hata socks hizi zangu. You see this symbol? Unaona ishara. They are imported from the United States. Hii imetengenezwa na designer fulani. They are actually designer socks. Ni socks za designer. Not just actually ordinary socks. Sio socks tu za kawaida. Yeah. And you dare step on me. Wewe unanikanyanga. Kiatu yangu hii.
Very important people. Watu wanajisikia. May the spirit of the Amorites be broken over your life in Jesus' Roho wa name. Waamori uvunjwe katika maisha yako katika jina la Yesu. Whatever has shown you arrogance, Chochote ambacho kimekuwa any arrogance that is intended to come your way, kiburi chochote kimekusudiwa kije kwako, may it be broken in Jesus' hawacha name. kivunjike katika jina la Yesu. What does the Bible say? The Bible says God hates the arrogant. He hates the proud. Anachukia But wenye he gives kiburi. the grace to the humble. Anapeana neema kwa I came wanyenyekevu. to discover something else in this life. Nilikuja kugundua kitu kingine katika maisha haya. The most blessed people are very humble. Watu wale wamebarikiwa sana ni The wanyenyekevu. people who think that they have things, they are very proud. Watu ambao hufikiria ndani yao kwamba wao wana mali, wana kiburi sana. But the people who are really rich, they are very Lakini humble. watu ambao ni tajiri kwa hakika wao ni wanyenyekevu. May God help us. Mungu atusaidie. I say may God help us. Mungu atusaidie. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema 1 Timothy 6:17. Timotheo kitabu cha kwanza 1 Timothy 6:17. 6:17. Kitabu cha kwanza Timotheo 1 Timothy 6:17. 6:17. 1, 2, 3, read with me. Command those who are rich in this present world not to be what? Arrogant. Not to be what? Arrogant. Bwana asifiwe. Wale ambao ni matajiri wasiwe nini? Wajeuri Arrogant. na wenye kiburi. Wajeuri na ujeuri hiyo nini? Na kiburi chao. Surely Jesus. Not to be arrogant. Not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. But to put our trust in who? In God. Come on. To put our trust in who? In God. In God, who does what? Who provides us with everything for our enjoyment. Amen. Wale ambao wanafikiria they are wealthy na wanafanya wawe na arrogance, they don't enjoy their wealth. Hawafurahi utajiri wao. They don't. Hawafurahi. They live like in an island. Wanaishi kama watu wenye Spirit of arrogance secludes you, separates you from people who matter. Roho wa kiburi anakutenga na watu ambao wangekusaidia, watu wa maana. Wanasaidiana. And you will become an enemy of God. Unafanyika adui pia wa Mungu Because of arrogance. kwa sababu ya kiburi And pride. And self-importance. na hali ya kujigamba. What can somebody be proud about this life? Ni nini mtu anaweza jiringia katika maisha haya? In these mortal bodies. Katika mili hii ya kufa. That is there today, tomorrow it is not. Iko hapa leo, kesho haiko. What is it that someone can be arrogant and proud about? Ambacho mtu anaweza ringia na awe na kiburi kukihusu. May God keep you from the arrogant and the proud. Mungu akuweke kando. May God separate you from those kind of people. Akutenge na watu kama wale. They are enemies of your possession. Wao ni maadui wa umiliki wako. Amorites. Waamori. Bwana asifiwe. Amen. How many are with me until now? Hallelujah. Lift up your hand. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. In the year 2017. In the year 2017. The year of divine elevation. The year of divine elevation. May you keep me safe. May you keep me safe. Protect me. Protect me from the spirit of the Amorites. From the spirit of the Amorites. Secure my life. Secure my life. From the spirit of arrogance. From the spirit of arrogance. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Any arrogance shown to you, today we break it in Jesus. Any arrogance ambao ulitendewa ikakufanya usikie kusambaratika, ukasikia wewe ni bure, ukasikia wewe si mtu, ukasikia kwamba afadhali ukufe, afadhali uishi, afadhali usifanye, uachane na hiyo maneno kwa sababu ya kiburi na ile madharau na ile makejeli yenye ulidhihirishwa kwako. Leo tunaivunja. Katika jina la Yesu Kristo. It shall not come to you. Haitakuja kwako. In Jesus name. Jina la Yesu. Neither shall it come from you. Wala haitatoka ndani yako. In Jesus mighty name. So shall it be. In Jesus name. Amen and amen. We break that enemy of divine possession. Tunavunja huyo adui wa milki yetu ya kiungu. The spirit of arrogance. Roho. The spirit of the Amorite.